Inawezekana mwanamuziki Mbosokani Mshidede kupata hiti mpya? Hilo ni moja katika maswali ambayo mashabiki wengi sana wa muziki wa Mbosso wanafikiria. Wanajiuliza sana hili swali kuona ya kwamba inawezekana the way ambavyo hii ngoma ya Power imeweza kutembea. Je, inawezekana mwanamuziki Mbosso akapata hiti nyingine kali zaidi kuishinda ngoma ya Power? Moja katika vitu ambavyo vinawapa vipindi vigumu sana wasanii ni ngoma kutembea sana, kwa sababu the way ambavyo ngoma inatembea inampa msanii kipindi kigumu sana kuja kutafuta ngoma nyingine ambayo itatembea kama hii hapa ambayo imetembea sasa hivi. Sasa kama unakumbuka the time ambapo mwanamuziki Mbosso anatoa ngoma ya Hodari, kulikuwa na kipindi kagumu fulani hivi ambako aliweza kukaishi pale kati, kwa sababu alikuwa na struggle kutafuta ngoma ambayo inaweza kufanya vizuri zaidi ya Hodari, kwa sababu Hodari iliweza kufanya vizuri sana. Moja katika vitu ambavyo vilikuwa ni vikubwa, na hata yeye alikuja kufunguka one time akisema kwamba at that time mwanamuziki Diamond Platnumz ambaye ndo kama team leader pale WCB alikuja kumwambia kwamba ukifanya mchezo unaweza ukaishia hapo, yani muziki wako unaweza ukaishia kwenye ngoma ya Hodari, kwa sababu unaweza ukakosa ngoma ambayo itakuja kufanya vizuri kuliko ngoma ya Hodari, then ikakufanya mashabiki zako wasiweze kukusikiliza tena baada ya hiyo ngoma. Sasa hivyo ni moja katika vitu ambavyo alifungukaga mwanamuziki Mbosso kuonesha kwamba kuna moment ngumu fulani hivi ambayo msanii anaiishi baada tu ya kuweza kutoa hit ambayo imefanya vizuri sana. Sasa baada ya Hodari akaja akapata ngoma ni Pepea, lakini moja katika vitu ambavyo Mbosso alikuja kuvisema waziwazi ni kwamba ni mtu ambaye ana bahati sana ya kuweza kupata ngoma ambayo inafanya vizuri baada ya hit. Yani ni moja katika watu ambao akishapata hit ataweza kukaa kwa kipindi fulani, then kuna time tu atakuja kuokota mzigo mwingine ambao utakuja kufanya vizuri. Sasa moja katika vitu ambavyo vimekuja kuleta mzozo mmoja mkubwa sana, perception nyingi sana, watu kuongea vitu vingi, ni baada tu ya ngoma ya Power kuweza kutoka pale ikaweza kufanya vizuri sana. Miongoni mwa ngoma ambazo kutoka kwake Mbosso zimeweza kufanya vizuri zaidi katika historia ya mwanamuziki huyu ni ngoma ya Power. Then ngoma ya Power imekuja kuleta perception fulani hivi kwa watu kuona kwamba inawezekana baada ya ngoma ya Power msanii Mbosso akapata kipindi kigumu sana kuja kupata ngoma nyingine ambayo itakuja kufanya vizuri kushinda hii ngoma ya Power. Na at that time ambapo mwanamuziki Mbosso tumekuja kumuona na remix nyingi sana, ambapo alikuja kutoa remix za ngoma ya Power, then zote aliweza kuziachia katika siku moja. Hiki ni moja katika vitu ambavyo vilikuja kuleta perception fulani hivi kwa watu kuona kwamba inawezekana mwanamuziki Mbosso anafocus sana kwenye ngoma ya Power, then anasahau kutafuta ngoma nyingine ambayo itakuja kufanya vizuri zaidi ya ngoma ya Power. Ni kama anazidi kujichimbia shimo, na wengine wakifikiria kwamba inawezekana ni uvivu wa kutafuta content nyingine ambayo inaweza ikafanya vizuri, kwa sababu ameshaona hapa upepo upo, sasa anataka kushikilia pale pale. Moja katika vitu ambavyo mashabiki wengi sana wanatiririka sana kwenye posti nyingi sana za mwanamuziki Mbosokani, lakini pia wamekuwa wakidai ngoma nyingine kuonesha kwamba hii ngoma ya Power the way ambavyo imeweza kufanya vizuri basi inatosha, tutafute kigongo kingine ambacho kitafanya poa zaidi. Hiki kitu tumeweza pia kukiona kwa mwanamuziki Rayvanny pale ambapo aliweza kutoa ngoma yake ya Tetema, then ikawa ni ngumu sana kutoa ngoma nyingine ambayo itafanya vizuri kuliko ngoma ya Tetema. Sasa tukaanza kumuona akiwa anatoa remix nyingi, na hata juzi tu tumeweza kumuona akiwa ametoa remix akiwa na mwanamuziki kutoka pale India ambaye anajulikana kama Nora Fateh. Sasa hiki hapa pia kimeweza kuleta mchango mkubwa sana kwenye industry ama kwenye mziki wa kwake Rayvanny. Baada tu kufanya remix ya hii ngoma ameweza kukusanya kijiji kikubwa sana kutoka pale India, lakini pia ameweza kuokota na tuzo pia. Juzi tu tumeweza kumuona akiwa ameshinda tuzo baada tu ya kufanya ngoma ya Mama Tetema pamoja na Nora Fateh. Sasa inawezekana ni kweli Mbosokani anaweza asipate ngoma nyingine ambayo itafanya vizuri kuliko ngoma ya Power, ama inawezekana ni the way tu anautumia vizuri upepo wa Power kutoka kwanza baada tu ya kuweza kutoa ngoma ya Power anataka tena kutumia vizuri huu upepo kutoa remix kadhaa ili tu kuhakikisha kwamba anatumia vizuri hii ngoma ambayo imeweza kufanya vizuri. Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi ndo G2 One Time, G21 TZ official Genius, na hii hapa ni G2 Media.